Anamuita Mheshimiwa Jacqueline Crescent Mzindakaya, ajiandae Mheshimiwa Jafet Masanja Lufungija, ajiandae Mheshimiwa Neema Gerald Mwandabila. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetukutanisha sote mahali hapa siku ya leo tukiwa na afya njema. Lakini vile vile naomba niendelee kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake mkubwa katika sekta ya afya na kupelekea kuongeza bajeti ya sekta ya afya, na hii inaonyesha jinsi gani rais wetu anakwenda kutuongezea mchango na serikali itaweza kuwa na mchango chanya katika sekta ya afya. Lakini vile vile naomba pia nipende kutoa pongezi kwa Waziri wa Afya kaka yangu Mchengerwa, lakini vile vile naomba pia nitoe pongezi zangu za dhati kwa Mheshimiwa Naibu Waziri Florence Samizi na watendaji wote wa Wizara ya Afya kwa kazi kubwa wanaoendelea kuifanya katika sekta ya afya. Lakini kipekee ni kupongeze Mheshimiwa Waziri kwa programu ulioanzisha ya Ongea na Waziri, ambayo unawafikia moja kwa moja wananchi na kutatua changamoto zao. Naomba pia niendelee kwa kushukuru nikiwa mwakilishi wa wanawake. Naomba nianze kwa kumshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa juhudi zake kubwa za kupunguza vifo vya wanawake wajawazito na watoto wachanga na kupelekea vifo hivyo kupungua kutoka vifo 556 katika vizazi hai 100 hadi kufikia vifo 104 katika vizazi hai 100. Lakini vile vile vifo vya watoto wachanga vimepungua pia kutoka vifo 24 katika vizazi hai 1000 hadi kufikia vifo 19.5 katika vizazi hai 1000. Na haya mapinduzi makubwa tunaona baada ya Mheshimiwa Rais pia amepewa tuzo ya The Gates Foundation ya kitaifa. Lakini vile vile tumeona kupitia mkutano uliofanyika wa wakuu wa nchi wa Afrika Addis Ababa, Ethiopia, mwezi wa pili, rais pia ametunukiwa kwa kinara wa kupunguza vifo vya wanawake wajawazito na watoto wachanga. Lakini vile vile kipekee tumeona sasa Mheshimiwa Rais amekuwa ni rais wa kwanza duniani na Afrika nzima kwa kupunguza vifo vya wanawake wajawazito na watoto wachanga. Kwa kusema hayo, Daktari Samia Suluhu Hassan ametuheshimisha sana sisi wanawake wa Tanzania. Naomba pia sasa nijikite katika mchango wangu. Kwanza kabisa naomba nitambue katika siku 100 za Daktari Samia Suluhu Hassan baada ya kuingia madarakani, kupitia sekta ya afya tumeweza kuona ajira 5,000 zilizotangazwa na wananchi na watumishi wa afya wamekwenda kufika katika maeneo mbalimbali ya nchi nzima. Lakini vile vile tumeweza pia kuona mchakato wa bima ya afya kwa wote umeanza na kutoa shilingi bilioni 48, ambapo kwa nchi nzima tutakwenda kuwa na wanachama 1,400,000. Lakini kipekee natoa shukrani kwa niaba ya mkoa wa Rukwa ambapo tumepata wanufaika 48,000 na mpaka sasa wamesajiliwa watu kwa 50%. Naomba pia niongeze kwa kusema tunatambua mchango huo mkubwa wa serikali katika bima ya afya, lakini nina ushauri wa kutoa. Mheshimiwa Waziri, katika bajeti hii tumeona, lakini vile vile ushauri wangu mkubwa kwenu Wizara ya Afya, tunaomba mchakato huu wa awamu ya kwanza uishi haraka, ambayo ni kwa makundi yenye uhitaji. Lakini vile vile baada ya kumaliza mchakato huu wa makundi ya kwanza, tunaomba pia huduma ambazo zitakwenda kutolewa ziweze kuwa huduma bora kwa kuzingatia madawa kuwepo muda wote, lakini vile vile kwa kuzingatia wahudumu wa afya wawe na lugha ambazo ni rafiki na lugha nzuri kwa wananchi ili wakapate kuona faida ya kujiunga na bima hiyo ya afya. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia niendelee kwa kutoa ushauri kwa serikali kupitia mchakato wa bima ya afya. Zoezi la bima ya afya la makundi mengine nalo tunaomba liende kwa haraka. Makundi mengine yakiwemo wajasiriamali, wakiwepo wakulima, wakiwepo bodaboda, mama lishe, washimbaji na kadhalika. Kwa kuwa mpaka sasa 8% tu
ya wananchi ndio wamejisajili katika mfuko wa bima ya afya National Health Insurance. Hivyo tuna gap kubwa sana ambayo tunaomba wizara sasa mufanye kuhamasisha pia ili makundi mengine nayo yakajisajili katika utaratibu huu wa bima ya afya kwa wote. Lakini kipekee naomba sasa nijikite katika ombi langu. Ombi langu kubwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, nimetumwa na Wanarukwa na nimetumwa na wanawake wa mkoa wa Rukwa. Tuna changamoto kubwa ya hospitali ya rufaa na kupelekea adha kubwa ya wananchi wa mkoa wa Rukwa kusafiri kwenda mikoa ya jirani kufata huduma za kibingwa, lakini vile vile kunakuwa na changamoto zingine. Tumepoteza ndugu zetu kwa vifo kupitia kutokuwa na huduma hiyo ya madaktari bingwa. Tunaomba basi zoezi hili lifanyike kwa haraka, na kabla ya kufunga bajeti hii, Mheshimiwa Waziri, unapohitimisha, tunaomba ili nikawape majibu Wanarukwa walionituma kwamba utatupatia kiasi gani katika kuelekeza kwenye ujenzi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Rukwa, lakini vile vile tunaomba tujue ni lini hizo pesa zitakwenda kuletwa mkoa wa Rukwa ili kuanza mchakato huo, kwa kuwa tunakumbuka mwaka jana bajeti ilipitishwa lakini pesa hazikufika shilingi bilioni 2.1. Ni imani yetu kwa kuwa wewe ni mchapakazi na ukiahidi unatimiza, chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, tunaamini sasa pesa hizo tutakwenda kuzipokea na Wanarukwa tutatembea kifua mbele na kujinyanyua katika ustawi wa afya ya Wanarukwa. Lakini la mwisho kipekee, Mheshimiwa Waziri, naomba nihitimishe kwa kuomba pia kupitia huduma ya dialysis, kwa kuwa tunaona ugonjwa wa figo umekuwa ni ugonjwa ambao sasa ni hatarishi sana kwa Watanzania, lakini vile vile na kwa Wanarukwa. Kwa hiyo tunaomba ili jambo ni kama emergency, tunaomba uangalie katika bajeti hiyo ya trilioni 1.8 namna gani utakwenda kutusaidia ili Wanarukwa sasa wakapate huduma ya dialysis ya kusafisha figo na kuepusha vifo visivyo rasmi. Baada ya kusema hayo, nami naunga mkono hoja kwa 100%, nikitambua ya kwamba utu wa Mtanzania